Neno litokalo kinywani mwako lina uwezo wa kuahirisha adhabu ya kifo. Kadhalika, lina uwezo wa kuwabariki watu. Ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya Kwaresma, hukumu ya mwanadamu kwa mwanadamu wenzake imeonekana ikishamiri siku hadi siku. Nitakutolea mfano. Ukisoma Injili ya Yohani ambayo ndio tunayoizungumzia siku hii ya leo, inawaonyesha waandishi na Mafarisayo wakiwa tayari kumpiga mwanamke aliyekutwa akizini. Mikononi mwao wakiwa wamebeba mawe, wanatafuta kauli ya Yesu itakayohitimisha hukumu yao. Yesu akiwa katika uchovu wa kukesha kwenye milima ya Mizeituni, anakutana na waandishi hawa na Mafarisayo huku wakihoji, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa aina hii. Wewe wasemaje?" Tayari ni hukumu ambayo walishaipitisha. Wanatafuta neno la Yesu katika kusahihisha hukumu yao. Watu wengi tumekuwa tukitenda dhambi huku tukiwahukumu wengine kwa ajili ya dhambi zao. Watu wengi tumekuwa tukijihukumu wenyewe tukifikiria kwamba ndivyo Mungu anavyotuhukumu. La hasha. Mwanamke huyu uhai wake unarejeshwa na kauli moja tu ya kwamba asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Umati wa waandishi na Mafarisayo ulitawanyika, kila mmoja akijiona mdhambi, na ndipo hukumu ya Mungu inapita. Nenda na usitende dhambi tena. Mwanamke huyu anaikwepa adhabu ya kifo kutokana na huruma ya Mungu. Sasa swali ni je, endapo dhambi ya kuzini adhabu yake ingekuwa ni kupigwa mawe hadi kufa, ni wangapi wangekuwa hai hii leo? Mimi sijui. Naitwa Isaac na nikutakia Dominika njema ndugu yangu.